unajua vijana wengi wana hustle na kwenye hustle unajua kuna maneno tofauti mtu anakupa anakukatisha tamaa bwana ufanikiwi bwana wewe nini. Kwa hiyo hapana, wewe usiwasikilize, wewe pambana. Amini unachoamini, one day yes. Oh yeah. And kwenye sanaa yako unapambana kwa kiasi gani? Kwa kiasi kikubwa sana. Maana niliamua kuacha vyote na nikapambana sana kupitia hii. Kwa nguvu zangu nyingi sana niliwekeza sana kuhusu hiki kitu kwa kweli. Wana mitindo sana. Yeah. Uliacha nini mfano wa vitu ambavyo umeacha na kufanya? Mimi niliacha hadi kwenda chuo nakumbuka. Sitakuja kusahau. Yeah. Noma sana. Ilikuwaje? Nilikuwa nakumbuka nilishamaliza form 4. Sasa nikaenda kulipiti tena mchunguzi, unaelewa? Yeah, sasa yule nalipiti tena ili ni yangu niende advance. Kwa sababu hata huku nilipata tu za kwenda chuo cha kawaida lakini mamangu anataka niende advance. Kwa nikaenda nikalipiti pale, alikuwa anakalipia ada nini. Sasa utakuta pale nasikia da kuna audition. Hapana, na wewe upo shule. Na mimi nipo hapo mchunguzi na 8 nikabidi panda gari na toroka naenda huko. Mama anashangaa, "Huyu kaenda kusaa ngapi?" Nikati huko kule ni boarding na toroka. Alikuwa anambia, "Wewe kama utaki shule sema, tunaona mimi nipoteze hela zangu siri." Kigumu hivyo mpaka nikamaliza na shule. Lakini sasa mama ananiambia sasa inabidi uende Dodoma, niende chuo. Na mimi lengo langu Dodoma naona kama napotea. Kwa nini siende Dar es Salaam? Nikamwambia bwana mimi nataka niende Dar. Nikasomee da. Kama da mimi sikupeleki. Hivyo. Sababu yake ilikuwa nini? Kwani akupeleki da? Anaona kama nitazidi kuchanganyikiwa zaidi. Alikuwa anakuona kwenye picha hiyo ya kuchanganyikiwa. Aliona kama kwa sababu yani nguvu zangu kila kitu, yani ilikuwa ni kwa wakati huo ukiniona unaweza kusema kweli nilichanganyikiwa na fashion. Nilikuwa napenda sana. Akawa anaona mimi nataka usome bwana. Mimi sitaki hayo mambo yako mimi sitaki. Lakini baadaye akaja akanielewa. Akanielewa. Kwa hiyo ulivyomaliza chuo hukwenda? Mimi sikwenda kweli. Yaani alikuwa na msimamo huo. Mungu ni mtu mwenye msimamo. Akasema mimi sikupeleki. Kama unataka nenda. Nilienda niliapply mipango Dodoma, nilienda kabisa hadi hivi. Lakini kila nikiangalia mimi naona bwana mimi siwezi. Na akaniambia so nitie pesa au nani. Nikamwambia bwana hizo pesa nige. Nikafanya mambo yangu. Nakumbuka nilimwambia hivyo. Akasema haya bana basi kama umeamua huko nenda unapotaka sawa, elimu ipo mradi uchete unacho. Mimi nikaondoka kweli nikaenda Dar. Safari ikaanzia hapo. Na nikaenda Dar yani first time na nilisikia audition tu kwenye online kwamba kuna model wanatakiwa wachaguliwe. Watu wa Marekani wamekuja. Mimi nikasema lazima niende. Naenda bwana. Ni kweli nimeenda. Nikamwambia mama mimi naenda Dar, nilimpigia simu. Safari njema utajua mwenyewe. Nakwambia. Kasema it's okay. Kweli nilienda. Fika kwenye ile audition. Jamani tumsikate tamaa. Nilienda kwanza pale nikaona mbona modo yote ma superstar unaowajua kina Esther Makwebe kina nani kina Melinda kina nani wako pale. Alafu kunshinda hata mimi. Mimi nitaweza. Ila mimi nikasema hapana. Nikakutana na rafiki yangu Shubi. Nadhani Shubi. Kanda kaniambia wewe utapita wewe tulia. Sasa nimefika yule stylist ananiambia mimi ndo mtu wa kwanza nikatembea. Nikasema nikajirudisha nyuma namba 9 kabisa. Nikamwambia namba 9 mimi nitaenda kutembea. Nikaenda pale namba 9. Jamani nimeenda pale nikafanya katweki zangu pale. Bwana yule Marekani alikuwa anaitwa Saisanko akaniambia bwana unakaa hapa Tanzania? Nikamwambia yale maana walikuwa wanaongea Kiingereza. Kwa nikamwambia ndio nakaa hapa. Hapana. Kweli nikamwambia wakaniambia mbona katweki zako kama za mtu wa mbele hivi. Akaniambia umefanya modeling au ndo mara yako ya kwanza? Nikamwambia ndo mara yangu ya kwanza tu. Akaniambia tu una kitambulisho? Nakwambia. Nikamwambia akaniambia jiandae kesho asubuhi unapanda ndege. Na kwenye hiyo kumbe walikuwa walishachaguliwa watu 4 na mimi nilikuwa bado hadi walikuwa wanatafuta nafasi ya mtu mmoja. Kwa hiyo nafasi ya watu wote 100 na ngapi tuliko pale nilichaguliwa mimi. Kwa hiyo Shubi aliniambia kwamba tulishachaguliwa watu kama 4. Kwa hapo walikuwa tafuta mtu mmoja tu. Kwa mtu mmoja ni wewe. Ongea sana. Yaani ndo mwanangu ya kwanza nikapanda ndege lakini
alivyoniuliza kuhusu kitambulisho make ilikuwa ni kupanda ndege kutoka make hiyo vitu hiyo kama movie ya fashion ilikuwa tunashootia Arusha. Okay. Ndio mara yangu ya kwanza kupanda ndege na walinikataa kule tiketi ya Fasta. Kesho yake asubuhi yani muda tulishachaguliwa tukachaguliwa na watu wengine hao walishachagua toka mwanzo. Tukaenda tukafanya fitting ya nguo mbalimbali nini high fashion jamani. Noma. Sikuwahi kupanda ndege nikasema hivi shughuli asubuhi jamani sifike haraka. Usingizi hujaupata kabisa. Kabisa. Nika naambia mamangu naenda kupanda ndege. Hizo picha nitumie. Nikaenda kweli niko usiku mwaka ndege tumepanda kama saa 10 hivi. Tunaenda huko Arusha tumefika tukapokelewa huko jamani tulikuwa tunalala 5 star Selena zote za Arusha nazo mnajua hotel. Yani tulikaa kama wiki nzima jamani kila kitu yani ni kama ndoto yako ya muda mrefu ilitimia ndani ya siku chache. Na hapo ndo naona kila kitu changu kilifunguka hapo. Nilitikisa hiyo miaka kwanza mwaka ilikuwa kama mwaka 2021. Nilitikisa sikuishia hapo nilitikisa na wanajua. Maarufu mimi nilianzia hapo sasa kupata. Baada ya hapo nikaenda kwenye tulifanya hiyo movie nzuri sana wakanipenda mno walinipenda sasa wataanza kutafuta passports bwana. Kaanza kutafuta passport nakumbuka nikapataga mkataba wa mwanzo UK. Nikatakiwa niendege UK. Na nikasaini nao contract lakini kuna misunderstandings zilitokea za visa. Ilikuwa ngumu kupata visa. Sasa nilitulia. Lakini nikaja kwa kwanza kupanda kwenye 101 fashion show. Watu wakasema unani unajua nilikuwa na catwalk za tofauti alafu sijai kujifunza. Mimi nilikuwa najifunza zangu kwenye simu tu. Sijai kwenda kwenye agency yoyote, sijai kuwa na yani hujai kuwa na mwalimu. Sijawahi kuwa na mwalimu. Kwa hiyo mimi nilikuwa na mvuto wa peke yangu nikipanda stage hapo wakanda kweli. So nikaanza kupata umaarufu wakanda. Nilikuwa natamani sana siku moja niingeta kwenye Swahili Fashion Week. Lakini huwezi amini ni mwaka huo nilipanda hadi Swahili Fashion Week. Yani na hapo nilipanda Swahili Fashion na waliniweka hadi kwenye category ya best female model. I got it was a big yani wakanda ni nani so kila mtu nilipata yani watu haraka wakanda ni nani. Pia kazi nyingi za commercial nilipata nyingi sana. So nilitengeneza hela kwa style hiyo na nilikuwa maarufu kwa style hiyo sana. Mega Mix yo. Mega Mix.